Kama umekuwa ukifanya biashara mtandaoni, kama umekuwa ukifanya online business, kama umekuwa ukiuza bidhaa au huduma na umekuwa haupati wateja wa kutosha, basi naomba unisikilize kwa umakini kubwa sana. Nataka nikakufundishe hatua 4 ambazo utazitumia kuweza kuuza kitu chochote kile ndani ya muda mfupi kupitia mitandao ya kijamii na kuweza kupata wateja wengi na kuweza kupata mafanikio makubwa sana katika upande wa mitandao ya kijamii. Hatua hizo 4 ni hatua gani? Hatua hizo 4 nimeziweka kama, kwa kifupi tunaweza tukaziita kama 4C. C ya kwanza ni connection, C ya pili ni conversation, C ya tatu ni credibility na C ya 4 ni conversion. Sasa tuende tukaziangalia kinagaubaga ni jinsi gani unaweza ukazitumia na ukaweza kuuza kitu chochote na ukapata wateja kupitia kile kitu unachokiuza, iwe ni bidhaa au ni huduma. Tukaangalia C ya kwanza, C ya connection. Connection ni zile platform zote ambazo umekuwa ukizitumia wewe kupata wateja. Ni zile platform za kama kwa mfano TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Hizi ni zile platform zote ambazo zinakusaidia wewe kukutana na wale wateja ambao unataka kuweza kuwauzia. Ni zile platform ambazo wewe unakuwa unafanya aidha ni matangazo ya kulipia au ni matangazo ya kawaida ili kuweza kukukutanisha wewe pamoja na wateja wako. Hiyo ni C ya kwanza, ni C ya connection. Ni lazima upitie hii hatua ya kwanza ili uweze kuwapata wateja mtandaoni. Lakini C ya pili ambayo tunakutana nayo hapa ni C ya conversation. Conversation hapa ni pale ambapo unakuwa unafanya mazungumzo na mteja kulingana na zile content unazotengeneza kuhusiana na kile unachokiuza, kulingana na matangazo ambayo unakuwa unatangaza biashara yako. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakikosea sana kwenye hii C ya conversation. Wamekuwa wakitangaza bidhaa zao 24/7, wamekuwa wakijiposition kama wauzaji, ambalo ni kosa kubwa sana. Kwa sababu gani? Wateja hawapendi kuuziwa, lakini wateja wanapenda kununua. Kwa hiyo utakapojiposition kama muuzaji, wateja watakukimbia. Inatakiwa ujiposition kama mtaalamu kulingana na kile kitu unachokiuza. Lazima uwe daktari kulingana na ile bidhaa unayoiuza. Uwezi ukaenda leo hospitali daktari akakwambia nunua Panadol 2 nikupe Panadol 1 bure. Uwezi kukutana na kitu kama hicho. Utakapokwenda daktari, ni lazima atataka kujua kitu gani kinakusumbua, dalili zimeanza lini, alafu baada ya hapo ndo ataweza kukuhudumia na wewe utatoa pesa yako bila hata kuuliza utaenda kununua zile dawa. Kwa sababu gani? Umeona yule mtu anakijua kile kitu anachokifanya. Umeona yule mtu amejiposition kama daktari. Kwa hiyo hata wewe ni lazima uangalie, mimi kwenye kinachokiuza najiposition vipi, natengenezaje content ambazo zitakuwa zinawaelimisha watu, lakini baadaye ndo zinakuja kuwauzia. Kwa hiyo hiyo ni C ya pili ambayo unatakiwa uizingatie sana. Kwa sababu gani? Ukikosea kwenye hii C ya pili ya conversation, utakwenda kuharibu kwenye C ya tatu ambayo ni C ya credibility, C ya uaminifu. Watu hawawezi kukuamini kama haujawaonyesha sababu ya wewe kukuamini. Kwa hiyo lazima utengeneze maudhui ambayo yatasababisha watu waweze kukuamini kwamba unakifahamu kile kitu ambacho unakiuza nje ndani, na hii itakusaidia kuweza kununua. Kwa sababu gani? Uaminifu ni kama currency, ambapo hiyo currency ikishatokea ndio kutakuwa kuna exchange of money kwa wateja wako. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba hiki ninachokifanya kuna uaminifu ninautengeneza kutokana na haya matangazo ambayo ninayaposti ili niweze kupata wateja wangu. Kwa hiyo kwenye hii C nyingine ya C ya credibility, ya uaminifu, unakuta watu leo hii mtu anaposti biashara yake alafu anaandika we are open. Anaposti biashara yake anaandika you are welcome. Anaposti anaishia kuweka bei alafu anaondoka. Ni kosa ambalo litakusababisha uweze kukosa uaminifu kwa wateja wako. Kumbuka, wateja huwa wananunua kwanza kwa watu wanaowaamini. Lakini kosa jingine kwenye credibility, kwenye EC ya tatu ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya, ni kwenye mitandao yao ya kijamii, kwenye profile zao. Unakuta mtu yeye mwanzo mwisho kwenye akaunti zake amejaza mapicha ya nguo tu, amejaza mapicha ya mashati tu anayouza, amejaza mapicha ya bidhaa tu anayouza. Hakuna picha yake hata moja. Bio, ukiangalia bio haionekani, namba za simu labda pengine hajaweka, akaunti ameweka private. Sasa unajiuliza, mteja atakujaje kununua kama hakufahamu? Na unalotakiwa kulifahamu ni kwamba wateja wanazingatia sana kukufahamu wewe kabla hawajafahamu kile kitu unachokiuza. Kwa hiyo lazima ujiweke kwenye
nafasi ambayo itakufanya wateja wakuamini. Hata kama ni biashara unaposti kila siku biashara, usiposti kila siku biashara. Posti hata picha zako watu wakuone ili waweze kutoa fedha yao, kwa sababu inapofikia kwenye kipengele cha kutoa pesa, watu wengi wao wanakuwa wagumu kutoa pesa kwa watu ambao hawawaamini. Hata wewe mwenyewe unapofikia stage unataka kununua kitu mtandaoni, ni lazima kwanza ukachunguze akaunti ya yule mtu anayekuwa anauza. Uangalie maisha yake, uangalie vitu anavyokuwa anavifanya. Sasa unakuta mtu yeye kwenye profile picture yake hakuna picha yake, kwenye posti zote hakuna picha yake hata moja, ni nguo tu, ni mashati tu, ni viatu tu. Unafikiri mtu atatoa hela kwenda kununua kile kitu anachokiuza? Itakuwa ni ngumu sana. Si ya mwisho ambayo imekuwa ni changamoto kwa wafanyabiashara wengi na wauzaji wengi wa mitandao ya kijamii ni si ya conversion. Conversion ni kile kitendo cha kumbadilisha kutoka kuwa mteja na kuwa mnunuaji, kuwa mtu ambaye atakuwa tayari kulipia kile kitu unachokiuza. Watu wengi sana wamekuwa wakikosea kwenye hii si ya mwisho, na ukikosea kwenye hii si ya mwisho, zile si zote zilizopita huko juu zinakuwa hazina maana. Kwa sababu gani? Tunafanya matangazo ili tuweze kuuza, tunajitahidi kujenga uaminifu ili tuweze kuuza, tunajitahidi kutengeneza content ambazo zitatufanya tuonekane kama wataalamu ili tuweze kuuza. Kwa hiyo ukishindwa kwenye hii si ya mwisho ya kumbadilisha mteja kutoka kuwa mteja kuwa mnunuaji, utakuwa umefeli pakubwa sana. Sasa unawezaje kujifunza hii si ya mwisho ambayo ni si ya conversion? Nipo hapa kukuelekeza kila kitu A to Z. Unawezaje kuwabadilisha wateja wote hawa na kuweza kuwa wanunuaji. Kama unataka kupata maelezo zaidi kuhusiana na C ya conversion, tafadhali usisite kunitafuta kwa namba yangu ya WhatsApp ambayo nimeiweka hapo chini, ili uweze kujifunza kinaga ubaga ni jinsi gani unaweza kuwabadilisha wateja kutoka kuwa wateja ambao wanaishia kukutafuta na waweze kukinunua kile kitu unachokiuza. Nadhani mpaka hapo utakuwa umejifunza kwenye zile C tatu. C ya mwisho iliyobaki, karibu sana niweze kukusaidia ni jinsi gani unaweza ukawabadilisha hao wote ambao wanakufuata inbox, na ili waweze kutoka kuwa wateja na waweze kuwa wanunuaji. Majina yangu naitwa Roy Imam. Usichoke kujifunza, kwa sababu siku zote maisha ni kujifunza. Ukiwa na tatizo lolote lile linalohusiana na biashara, please naomba unitafute niweze kukusaidia.